Yes, mambo vipi mwana michezo mwenzangu popote pale ulipo nchini Tanzania na nje ya mipaka ya Tanzania. Bana, katika taarifa ambazo zimetufikia hivi punde ni kwamba klabu ya Young Africans imesafiri kutoka Dar es Salaam kwenda Ethiopia katika mji wa Addis Ababa. Hapo ndipo walipoanza safari yao kuelekea nchini Angola ambako tayari wameshakwisha kufika, lakini kuna mazito ambayo yameendelea kutokea huko. Wameweza kuvumilia lakini uvumilivu umewashinda. Wameamua wayatoe wazi juu ya kile kinachoendelea huko Angola. Ni nini ambacho kimewakuta wachezaji wa klabu ya Young Africans? Basi nikwambie kwamba taarifa yote tunayo hapa katika meza yetu ya matangazo. Nikwambie baki nasi hapa ili tuje tuzitazame taarifa hii kuanza hapa mwanzo mpaka mwisho ili uweze kujua ni nini kilicho happen huko Angola ambako wachezaji wa klabu ya Young Africans tayari wameshakwisha kuwasili. Lakini kama ndo kwanza unajiunga nasi na ni mara yako ya kwanza unajiunga nasi hapa, basi nikwambie umepitwa na taarifa nyingi, lakini siwezi kukuacha nyuma sana, nikukaribishe endelea kuwepo hapa. Lakini jambo kubwa la msingi na kuhakikisha kwamba unabonyeza maandishi ambayo yameandikwa subscribe hapa chini ya video, lakini pia usisahau ku like, comment na kushare. Kubonyeza alama ya kengele itakayojitokeza pembeni hapo ni swala la msingi ambalo litakufanya wewe uwe mwanafamilia wa H-Net Media na utapata taarifa hizi punde tunapokuwa tunakuletea. Wewe kazi yako utafanya kuziangalia ukiwa sehemu yoyote Tanzania na nje ya mipaka ya Tanzania. Hii hapa ni H-Net Media, bingwa wa taarifa za kimichezo. Bana, bila kupoteza muda ni kupitisha katika taarifa ambayo imetufikia katika meza yetu ya matangazo juu ya kile ambacho wachezaji wa Young Africans kimewakuta huko katika mji wa Luanda hapo nchini Angola ambako mechi hiyo itakwenda kufanyika na itakwenda kuchezwa. Mwanzo mchezo huo ulitajwa kwenda kuchezwa katika mji wa Benguela ambapo yanapatikana makao makuu ya Wydad FC mpaka sasa, lakini mchezo ukabadilishwa na kupelekwa katika mji mkuu wa Luanda, katika mji wa Luanda ambapo yanapatikana ambapo pia ni mjini ambako Young Africans watakwenda moja kwa moja huko badala ya kwenda katika mji wa Benguela. Kuna taarifa ambazo kwa siku za hivi karibuni ambapo Young Africans katika ukurasa wao wa Instagram waliweza kuweka taarifa ambazo wamezipata rasmi kutoka CAF juu ya kubadilishwa kwa uwanja kutoka Benguela ambako yanapatikana makao makuu ya Wydad, na mabadiliko hayo ni hueni kwa Young Africans kwa sababu wametoka katika mchezo wa ngao ya jamii dhidi ya wapinzani wao wa jadi Simba Sports Club, kwa kuwa watapunguza umbali wa safari kidogo, kwa kuwa umbali wa kutoka jiji la Luanda hadi Benguela ni umbali wa takriban masaa 4 mpaka 3. Hivyo mchezo ukifanyika Luanda itakuwa watakuwa wamepunguziwa safari ya hayo masaa 4 kwa kama ni kwa basi, lakini kama kwa ndege ni masaa 2. Hii ni afadhali zaidi kwa kuwapunguzia wachezaji wao uchovu. Lakini kwa taarifa ambazo tunazo na zimetufikia kabisa hapa katika meza yetu ya matangazo ni kwamba tayari wameshafika katika mji wa Luanda, hapo ambapo mchezo utafanyika dhidi ya Wydad FC, hawa ambao mwanzo mchezo ulitajwa kwenda kuchezwa katika mji wa Benguela hapo Angola, lakini kwa sasa mchezo umehamishiwa katika mji wa Luanda ambapo pia kunapatikana uwanja mkubwa wa Luanda ambapo mchezo huo utakwenda kufanyika. Na kilichojiri hapa na taarifa ambazo wamezitoa Wydad FC juu ya mchezo huo ni kwamba mchezo huo mashabiki wote wataingia bure bila kulipia kiingilio chochote kabisa katika mchezo huo. Kwa hiyo ni moja kati ya silaha kubwa ambayo wameipata ama ni moja kati ya silaha kubwa ambayo wataitumia juu ya kuwadhibiti Young Africans, kwa sababu Young Africans watakuwa katika ardhi ya ugenini ambayo uwanja wa Luanda ni uwanja mkubwa miongoni mwa viwanja ambavyo ni vikubwa zaidi hapo Angola. Huwezi ukaacha kuutaja uwanja wa Luanda ambao unapatikana katika mji wa hapo Luanda Angola. Ni moja kati ya viwanja vikubwa vyenye hadhi. Kwa hiyo kama Young Africans watakuwa katika ardhi ya ugenini na uwanja ukawa full house, ni moja kati ya vitu ambavyo silaha kubwa ambayo Wydad
wataitumia kwenda kuwadidimiza Young Africans kutokana na hayo ambayo wameona kwamba klabu ya Young Africans ni klabu ambayo ina uwezo mkubwa wa wachezaji wenye profile kubwa. Kwa hiyo wameona wafanye hivyo ili kuwa didimiza Young Africans katika ardhi yao ya ugenini. Kumbuka kwamba mchezo huu ni muhimu kwa pande zote mbili. Young Africans ni mchezo muhimu sana. Endapo kama atapata matokeo katika mchezo huo, basi atakuja kumalizia safari yake ya Wydad hapa katika uwanja wa Benjamin Mkapa jijini Dar es Salaam. Lakini kama Young Africans atapoteza mchezo huo, atakuwa na shughuli ndefu ya kuja kufanya katika uwanja wa Benjamin Mkapa siku ya tarehe 28 ambapo mchezo huo wa marejeano utakuja kuchezwa katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Lakini hiki ambacho kimeendelea hapo ndani ya mji wa Luanda, hapo katika uwanja huo unaopatikana ama Wydad FC ambao ni wapinzani wa Yanga wa karibu kabisa. Mwanzo wa mchezo huu ulikuwa umetangaziwa viingilio, lakini wameona kwamba wamepelekwa kwenye uwanja mkubwa wenye hadhi ya kimataifa. Kwa hiyo wameona kabisa kwamba hapa ni bora wakawapa favor mashabiki wao waingie bure ili waweze kupata mashabiki wengi ambao wataweza kuwazomea Young Africans na mpaka wapoteze umaridadi wao. Lakini moja kati ya vitu ambavyo tayari vimeshakwisha kufanyika kwa upande wa klabu ya Young Africans, tumeona walikwenda kucheza Sudan, wameshakwenda kucheza nje ya Tanzania katika uwanja ambao wao ni wao peke yao, hakuna mashabiki wengi. Tumeona pia katika msimu uliokwisha kutamatika baadhi ya mechi wamecheza bila mashabiki kabisa, lakini wamefanya vizuri. Kwa hiyo kwa upande wa klabu ya Young Africans inatakiwa wachekeche akili juu ya kile ambacho ambacho kitakwenda kutokea, kwa sababu uwanja utakuwa umefurika, na Wydad FC wameona watumie silaha hiyo kubwa ya kuweza kuondoa viingilio katika mechi yao na kufanya iwe mechi ambayo wataingia bure mashabiki wote wa Wydad FC. Kupitia ukurasa wao official kabisa wa Instagram wameweza kuandika tangazo hilo, japo lilikuwa linasomeka kwa lugha ya Kifaransa, lakini tafsiri yake ni hivyo kwamba uwanja wa De Rwanda utahusika katika mchezo dhidi ya Young Africans, lakini hakutakuwa na kiingilio chochote. Kwa hiyo mashabiki wote wa Wydad FC wataingia bure katika uwanja huo ambao utakuwa ni uwanja wa mashindano, ambao pia Young Africans hapo ndipo watakwenda kuitupa karata yao ya kwanza katika mchezo huo ambao tayari wameshakwisha kuanza kupigia hesabu juu ya kile kinachotajwa. Bana, taarifa zipo nyingi sana, na mimi nikusihi kwamba endelea kubaki nasi hapa ili tuweze kukupasha taarifa zote ambazo zinaendelea kujiri na zinaendelea kugonga vichwa vya habari sana katika mitandao ya kijamii. Na nikwambie tu kwamba tumepiga kambi hapa kukujuza yale yote ambayo yanayoendelea huko Luanda, Angola, juu ya klabu yako pendwa ya Young Africans ambayo imesafiri na imefika salama kabisa, na maandalizi yanaendelea kama kawaida kuwavaa Wydad FC katika mchezo wao utakaofanyika siku ya tarehe 20 ya mwezi huu wa 9 katika uwanja wa De Rwanda hapo Angola. Na sisi tupo hapa katika kukupa kila unachostahili anga hili la michezo, lakini pia nikukaribishe kwa mara nyingine tena katika comment section hapo. Dondosha comment yako hapo, alafu sisi tukija kupita nayo katika updates zijazo kuhakikisha kwamba tunapatana kwa uzuri kabisa kwa wewe mwanafamilia wa HT Media ambaye umechagua taarifa hii kuwa ambayo umechagua TV hii kuwa kituo chako bora cha matangazo na taarifa za kimichezo. Langu jina naitwa Dio, tukutane katika updates zijazo. Bye bye.